Ibana, kwenye Kombolela mambo yanazidi kupamba moto. Nyumba ya Mzee Kikala imewaka moto baada ya shangazi Mwaija kufika ndani ya nyumba hiyo, ambapo alifika moja kwa moja akagonga kwenye chumba cha hawa mabinti wa Mzee Kikala, na baada ya kugonga wao walihisi ni mtoto wake ambaye ni Ngoi. Wakasema, bwana wewe Ngoi kichwa, hakuna bata wako humu, kwa hiyo tafuta sehemu nyingine ya kwenda kutafuta huyo bata, sio unakuja kutusumbua chumbani kwetu. Lakini baada ya hapo, cha ajabu ni kwamba wakashangaa, anaingia alikuwa ni shangazi Mwaija. Aliwatukana akamwambia, nyinyi ni wachawi wakubwa, nyie hamna chochote mnachokifanya zaidi ya kuloga tu watu, na awamu hii kaka yangu akifa mtamla nyama, nimeshawaambia hivyo. Lakini hakuishia hapo, aliwatembezea bakola wote, kwa sababu ndo tayari ameshafika na endo mbabe wa nyumba hiyo. Amesema ya kwamba kama kaka yake atakufa basi watamla nyama. Lakini haijaishia hapo. Kwa upande wa Vene huku, leo ameletwa na bosi wake nyumbani, na baada ya kuletwa nyumbani na bosi, moja kwa moja akiwa amefika tu, Cholo alikuwa nje, na Cholo baada ya kuona akaingia mashaka, na baada ya hapo ikabidi aongee na Vene, kwa sababu Vene aliambiwa aende akawaite ndugu zake waende wakaonane na huyo bosi. Lakini baada ya kufika, Cholo akagombana na yule bosi, na baada ya hapo bosi alianza kuongea maneno, kwa sababu bosi tunaona tayari ameshaanza kumpenda Vene. Akamwambia, brother, mwenye dada hakosi shemeji. Kwa hiyo moja kwa moja akawa anaamini anaenda kumpata Vene, akiwa hajui ya kwamba huyo ambaye anamwambia maneno hayo alikuwa ndo mpenzi wa Vene. Kwa hiyo alimuumiza zaidi, na kitu kile kilimfanya akasirike na aseme kabisa hataki kuwaona tena katika nyumba ile. Lakini huku shangazi Mwaija baada ya kuwa anaongea na kuwafokea sana kina Mwadawa pamoja na wenzake, basi moja kwa moja Chiku aliingia muda huo, na baada ya Chiku kuingia akajidai analia ya kwamba hao watoto wamemdharau na wamemkosea adabu, na akamwambia kabisa hawa ni wachawi, ndo wanamsababishia mimi haya matatizo yote ninayoyapitia. Na baada ya hapo akamwambia basi twende tukaongea nje, achana nao hawa. Na baada ya hapo kweli alitoka akaenda na Chiku akakaa nje. Lakini kumbe huyu shangazi na yeye ni dada ni mama mwenye tabia ya umbea. Kwa kila mtu aliyekuwa anapita walikuwa wanamdiscuss, wakaanza kumdiscuss hata huyu mtoto wa Mwadawa ambaye ni mjamzito.